إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، siku mbili hizi tatu zilizopita kulikuwa na matukio katika nchi yetu, pengine kwa kiasi kikubwa inapasa tusikitike kuliko kufurahia, kwa sababu umma umebeba dunia na umeipa nyongo akhera. Watu wanajikusanya kwa wingi kwa muda mrefu na wanatoa mali nyingi kwa mambo ambayo hayarejei faida yake kwa akhera yao. Na hii ni misdaqan qawlihi subhanahu wa ta'ala, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Watu wameitanguliza zaidi dunia, lakini wameisahau akhira kabisa. Alhamdulillah, tuko hapa leo kwa ajili ya mambo mawili ya pamoja: dunia yetu na akhira yetu. Mada yetu ina tafsiri hasa ule uwepo wetu hivi sasa hapa, nayo si mada nyingine ndugu zangu katika imani, isipokuwa nitazungumzia athari ya kuamrisha mema na kukataza mabaya katika kuilinda dini na kuleta ustawi wa jamii. Hii ni mada muhimu ya kuzungumza, hasa ukizingatia hivi sasa tunavyoishi. Tupo katika hali mbaya sana na ya kutisha sana, pengine kuliko wakati ule wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anavyotumwa. Yale unayoyasikia, ukiambiwa, ukisimuliwa yale yanayotokea katika jamii hivi sasa, hauwezi kuamini. Siku moja tulikuwa kwenye vikazi kama hivi, mmoja wa mashekhe wetu wakubwa ambao umetufundisha alieleza tukio ambalo mimi binafsi nilishangaa sana, bali nilistushwa sana kuona jamii imefika katika ubaya wa hali ya juu, mpaka watu wamefikia kwamba zina inafanyika wazi wazi kama sinema inaonyeshwa katika maeneo fulani fulani katika dunia yetu hii, katika nchi yetu hii ambayo tunayo hivi sasa, kiasi ya kwamba yale yote ambayo yalikuwa ni sababu ya kuangamizwa wale ambao waliotangulia yapo hivi sasa, bali yamezidi kupita yale ambayo yaliyosababisha wale waliotangulia wakaangamizwa, kama sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa nafasi, kupewa ofa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah anawavumilia, anatuvumilia sisi sana, anatupa istidraj, anatuvuta, lakini waogope watu kwamba yawezekana wakati wote wakaingia katika balaa kubwa la adhabu ya Allah, kama inavyoonekana katika baadhi ya nyakati. Ndugu zangu, swala la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni sababu kubwa ya umma huu kuwa ni umma bora. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nyinyi mmekuwa umma bora ulioletwa kwa ajili ya watu,
mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya, na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jambo muhimu katika umma huu, na moja ya mihimili mikubwa inayopelekea umma ubaki katika ustawi mzuri, umma ubaki katika hali inayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuliacha jambo hili itapelekea umma upotee. Kwa sababu hii leo hapa katika haya mazungumzo tunayoyazungumza na yaliyozungumzwa, wako watu ambao alhamdulillah watakuwa wamebadilika, watakuwa wametoka kwenye hali fulani kwenda kwenye hali nyingine, watakumbuka kwamba nilikuwa nafanya makosa. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, hakika ya kukumbusha kuna wanufaisha waumini. Kuamrisha mema na kukataza mabaya, jema ndugu zangu katika imani ni lile jema kwa mujibu wa Uislamu, si jema kwa mujibu wa watu wanavyoona, bali jema kwa mujibu wa Uislamu. Jema ni lile ambalo ameliruhusu Allah subhanahu wa ta'ala, amelihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ovu ni lile ambalo alilolikataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nazungumzia hapa, napozungumzia jema na ovu kwa mujibu wa Uislamu. Sasa unapo jema au unapokataza ovu, hilo jema au ovu liwe kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu kama alivyotufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, anasema mmoja wa maimamu na mmoja wa fasiri wakubwa wa Qur'an, baada ya kutafsiri aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Hiyo ndio hali ya ulimwengu. Watu waovu wanapenda dunia mzima ienee maovu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Waovu wote duniani wao kazi yao ni kueneza maovu na kuyapa sura ya kwamba ni mambo mazuri. Ndio maana hii leo mnaona kuna riba ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipa sura mbaya na inayochukiza kwa Muislamu. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat alladhina yakuluna riba. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale kwamba Allah anaondoa baraka kwenye riba. Hakuna baraka katika mambo ya riba. Lakini hii leo masala ya riba ni jambo ambalo linaonekana ni jambo la kawaida, na wachache wanaosalimika na jambo hilo linapewa sura mzuri kabisa. Watu wakaambiwa wajikusanye, sharti 1, 2, 3, unakopeshwa mkopo wenye faida ndogo, unaorejesha kidogo kidogo. Hata ukipewa sura gani, bado inabaki kwamba ni riba anayochukia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa vile hiyo ndio hali ya umma iliyopo hivi sasa, wale wanaoyapigia debe madhambi, maasi, wameshika hatamu, wamekuwa wakifanya hivyo bila ya kuchoka, wakitumia vyombo vya kisasa
katika kuyaeneza maovu, mpaka swara almaarufu munkaran walmunkaru maarufan, mpaka hivi sasa imekuwa lile jambo jema ni baya na lile jambo baya ndio zuri. Wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pale aliposema bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban, Uislamu umeanza hali ya kuwa ni mgeni na utarejea hali ya kuwa ni mgeni. Imamu Qurtubi anasema al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar aslun 'adhimun min usul ad-din wa huwa al-ghayatu allati min ajliha arsala Allahu ar-rusula. Kuamrisha mema na kukataza mabaya ni msingi mkubwa katika misingi ya dini, na ndio lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameituma mitume kwa ajili ya lengo hilo. Kwa hiyo haya tunayoyafanya hapa, makongamano haya tunayoyafanya, mambo mbalimbali, mihadhara, kalima, dawa tunayoyafanya, ndio msingi mkubwa wa dini. Tutakuja kuona insha Allah ni moja ya sababu ya kuilinda dini yetu, ibaki kwamba iko hai, isife. Kwa sababu kuna jamii ambayo imeacha kuamrisha mema na kukataza mabaya, matokeo yake dini imepotea. Hakuna dini katika maeneo hayo. Kwa hiyo huu ni msingi mkubwa ambao kila mmoja afahamu umuhimu wake, ayafahamu uzito wa jambo hili linalofanyika hivi sasa la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ndugu zangu katika imani, athari ya jambo hili, kwanza kabisa tuiangalie katika kuilinda dini. Hii dini ni mafundisho yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yakaja kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akayafikisha kwa umma, yakianzia kwa masahaba wa Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kisha wale waliofuata katika wanazuoni na mashaikh mbalimbali, mpaka Uislamu ukao umetawala dunia mzima, umeenea dunia mzima Uislamu. Na Uislamu kwa maana ya dini, manake mfumo wa Uislamu ukao umeenea dunia mzima. Hii leo hapa mtu yote anayepita, ndugu zangu katika imani, atasema wale waliojikusanya pale ni kina nani? Ndugu zangu katika imani, atasema kwamba ni Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu tumehuisha, tumefanya jambo ambalo linatutambulisha kwamba sisi ni Waislamu. Haya tunayoyazungumza yanatutambulisha sisi ni Waislamu. Mavazi tuliyovaa yanatutambulisha sisi ni Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tunapoizungumza dini, maana yake ni mfumo wa maisha kwa ujumla. Popote pale ulipo, basi unatakiwa uwe na utambulisho wa Uislamu. Mfanya biashara anapofanya biashara, basi awe na utambulisho wa Uislamu katika biashara yake. Pale tunapooa, tuwe na utambulisho wa Uislamu zetu. Pale tunapoongoza, tuwe na utambulisho wa Uislamu katika uongozi wetu, na maisha yetu jumla ni ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tunapozungumza masala ya Uislamu, tunaposema ibada tunaposema usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, tunaposema tuwe na tabia njema, hayo yote ni katika kuilinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hailindwi hivi hivi, bali ni kwa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na katika kuamrisha mema, kama tutakavyokuona biidhnillah ta'ala, ni huku kuwa katika mandhari na sura ya Uislamu. Kwa hiyo jambo la kwanza, kuamrisha mema huku kunatupelekea, kuamrisha mema na kukataza mabaya inatupelekea tuilinde dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ibaki hai ikiwa inafanyiwa kazi na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni kuipoteza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hilo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja watu
kama ni mfano ambao umeupiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, katika suratul A'raf. Amepiga mfano wa makundi matatu yaliyo katika jamii, na haya makundi yapo wakati wote ule. Kundi la kwanza ni kundi ambalo limefanya uovu na maasi anayoyachukia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kundi la pili ni wale walioyaona yale maovu, yale maasi. Hawa wakagawanyika makundi mawili. Kundi likaona jambo la kawaida, hakuna haja ya kumgusa mtu na kumwingilia mtu katika mambo yake binafsi. Wakayasema haya ni mambo binafsi. Anazini, jambo lake binafsi, achana naye. Anakula riba, anafanya bid'a, hilo lake binafsi, achana naye. Mshiriki. Kundi lingine likasema hapana, hatuwezi kuliacha hilo, lazima tuwaonye hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wale ambao waliokuwa wakisema na kuwalaumu wale ambao wanaamrisha mema na kukataza mabaya, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qalat ta'ifatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Walipowalaumu kwamba kwa nini mnawaingilia watu kwenye mambo yao binafsi, awe muovu shauri yake mwenyewe, wakasema sisi tunafanya hivyo ili tujivue lawama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ili wao wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kunafanya hivi sisi kwa ajili ya kujiondoa, kujivua lawama, kuwafikishia watu ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo ameipokea Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akawaambia watu wakati huo, innakum taqra'una hadhihi al-aya walakin tuawilunaha au tufassirunaha bighairi tafsiriha, hakika nyinyi mnaisoma aya hii lakini kwa bahati mbaya hamuielewi tafsiri yake sahihi, hamuielewi tafsiri yake kiusahihi. Aya yenyewe ni ipi? Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, enyi ambao mlioamini, zichungeni nafsi zenu asije akawapotosha yule ambaye aliyepotea baada ya kuwa nyinyi mmeshaongoka. Sasa tafsiri ambayo inayoeleweka vibaya na watu kwenye aya hii kwamba kama vile hatuhusiki na watu wengine, wapotee wafanye wanavyotaka. La, sio hivyo. Akawaambia, nimemsikia sallallahu alaihi wasallam ya inna an-nasa idha ra'aw zaliman falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahum Allah bi'iqabin min 'indihi, hakika watu wakimwona mtu anafanya madhambi, anafanya maasi, alafu wakanyamaza, wakamnyamazia, hawakumchukulia hatua, hawakumzuia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, hawakuchukua hatua kuondoa munkari, hawa wapo katika mashaka makubwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaenezea adhabu, watapata adhabu kutoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili swala, ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza tunasema athari yake, faida yake, kuamrisha mema, kukataza mabaya, ni kuilinda dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lakini jambo lingine ndugu zangu katika imani, athari ya kuamrisha mema na kukataza mabaya ni kulinda tabia njema. Tabia njema ambazo ni kama vile uaminifu, ukweli, ukarimu, kuwa na haya. Hizi ni tabia njema za Kiislamu ambazo kwa kiasi kubwa zimepotea katika zama hizi, kama ilivyobashiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema, idha dhiya'atil amanatu fantadhir saa. Uaminifu utakapopotea, tabia njema zitakapopotea, basi fahamu kwamba huo sasa umeshafika wakati wa kiyama. Leo hii kama alivyotoa mfano Sheikh Amani hapa, ukienda msikitini ukaiweka kiatu chako nje, kimepotea, kimeondoka hicho. Hata msikitini hakuna amani, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kuna tabia mbaya zimeenea katika jamii. Tabia hizo mbaya ndugu zangu katika imani, ambazo zipo katika jamii hii leo, hazipigiki mfano, hazielezeki. Ni tabia mbaya kupita kiasi. Ndio maana nikasema zama hizi, na wanazuoni wetu wanatueleza hivyo, ukiangalia, ukitaka kulinganisha wakati huu na wakati ule anatumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati huu ni mbaya zaidi, unatisha. Tabia njema zimehama. Nenda sokoni, waangalia wafanya biashara, ukizubaa umeumia, umeliwa. Hakuna mkweli, hakuna muaminifu. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake alieleza moja ya maeneo mabaya, bali maeneo mabaya zaidi katika hii dunia ni masokoni. Mabaya zaidi kaeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watu wanachotafuta ni kupata, hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tukumbuke yule bwana ambaye alikuwa yuko sokoni wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anakagua soko. Na ndivyo inavyohitajika kwa kiongozi, asibaki ofisini, aangalie raia wake wanaishi vipi, aangalie je, kile kinachosemwa ndivyo ilivyo katika jamii. Mtume alikuwa anafanya hivyo. Akaenda sokoni, akakuta mtu anauza unga, mashallah umependeza, safi kabisa. Mtume akaushika, kaingiza mikono yake chini kidogo, ghafla mkono umeloa maji. Akamuuliza, ma hadha ya sahiba at-ta'am, nini hiki, nini ninachokiona hapa ewe muuzaji kwa chakula hiki? Ile bwana akasema, asabatuhu samaa ya Rasulullah, ilinyesha mvua kidogo, kwa hiyo sikuweza kufunika haraka, ukaloa. Mtume akamwambia, afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas, kwa nini sasa kile ambacho kilicholoa usikiweke juu ili watu waone? Akasema sasa hapo, yani amehemewa. Kama alivyosema shekhe wangu hapa na marje yangu Shekhe Amani, hii istifham sio istifham hakiki, istifhamu inkari. Sio kama Mtume alikuwa anamuuliza kwa nini ulikufanya hivyo, la, alikuwa anamkemea, kwa nini umefanya hivi, wakati unajua kwamba mtu akija akinunua unga wa aina hii pengine asipendezwe nao. Sasa hiyo ni hali ambayo mfano tu wa kuonyesha kwamba uaminifu, ukweli umepotea. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ghashana falaysa minna, yule ambaye atakayetuhadaa, atakayetuishi katika jambo, huyo si katika sisi. Na si katika sisi maana yake nini? Je, ni kafiri? Hapana, hayo hata kidogo. Si katika sisi maana yake imani yake kamilifu,
si mwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiukweli. Lau kama angemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angekuwa mkweli kwenye kile ambacho anachokiuza. Sasa tabia mbaya zimeenea katika kila eneo. Angalia hii leo dunia inalalamika na ushoga ambao unapigiwa debe na watu ambao wanaonekana funa, wenye elimu, wenye maarifa, na wanapigia debe jambo hilo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walakinna akthara an-nasi la ya'lamuna dhahiran min al-hayati dunya. Watu wengi hawajui, wanajua mambo ya dhahiri ya dunia tu. Sasa inakuwaje hii leo watu waende kinyume na maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu lionekane hilo ni kwamba jambo la sawa, uhuru wake mtu, jambo lake mtu binafsi, linamuhusu yeye, mwachie uhuru wake. Inakuwaje iwe hali kama hiyo? Kuna maeneo utasikitika sana ndugu yangu katika imani ukifika, jinsi hali ilivyokuwa mbaya inatisha. Watu wameshaharibiwa na wameharibika. Sasa kwa kweli kama watu wa kusimama kuamrisha mema na kukataza mabaya, hii hali itakwenda kuwa mbaya sana. Sikwambii mambo ya mihadarati. Mambo ya mihadarati, tunapoteza nguvu kazi katika nchi yetu, katika hii dunia pia. Lakini nani anayeyavutia hayo? Ni watu. Ni biashara kubwa sana yenye kuingiza fedha nyingi sana, na watu wana nguvu kubwa sana. Ndio maana mtu akitaka kupambana nao anatakiwa ajiandae kweli kweli. Sasa kuamrisha mema, unajenga msingi wa kuyakataza haya maovu, na hivyo jamii itakuwa ina jema. Haya yalikuwa yanazungumzwa hapa, maisha ya ndoa. Mwanamke au mwanaume ambaye haendi vizuri katika maisha ya ndoa, sababu yake kubwa ni kutokuwa na tabia njema. Imetajwa hadithi hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man idha atakum man tardhauna dinahu qahu, atakapokujieni yule ambaye dini yake mnairidhia kwamba huyu ana dini na tabia yake. Tabia, swala la tabia ni nyeti mno. Haitoshi mtu kuambia kwamba dini. Dini ni tabia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, hakika mimi nimetumwa kwenu nyinyi ili nije kukamilisha zile tabia njema. Kwa hiyo kila eneo kiligusa utakuta kuna shida kubwa sana ya kwamba tabia hazipo. Rushwa kwa wingi, kamari usiseme katika imani. Kamari usiseme, iliyokusanywa katika aya moja na Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu aslamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu. Kamari imekusanywa na pombe na imekusanywa katika rijs, uchafu katika matendo ya uchafu. Anasema Allah, leo hii mambo hayo yanapigiwa debe, yanaonekana ni mambo ya kawaida, bali wamekuwa watu wanatangaza, wengine bila kujijua, maskini ya Mungu. Mambo haya yalipoingia katika dunia hii na yakaonekana kwamba sasa ni yenye kuingia nyingi sana kwenye uchumi,
Kilichofanyika sasa, hata vilabu vya mpira hivi vikubwa vikubwa duniani na hapa nchini kwetu vinadhaminiwa na makampuni ya kamari. Haya makampuni ya kamari yanatoa mafedha mengi sana kwenye kamari ambayo yameharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini angalia, baada wale hawajafikishiwa ujumbe wa Allah, hawajaamrishwa mema na kukata ovu ambao uliopo, utamwona mtu kavaa je tangaza kamari. Bali jana kwa mshtuko mkubwa sikutarajia, niliona katika moja ya maeneo niliyotembelea, si hii ya juu inatangaza kama ipo mbele, inasikiliza mawaidha yanayotolewa na ina rekodi. Niliona jana hiyo bet. Sasa hii ina maana gani? Sara al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Jema limekuwa ndio baya sasa katika zama hizi, na lile ovu sasa ndio limekuwa ndio jema, linaonekana jambo la kawaida. Ikiwa jamii ya Waislamu tunaona jambo hilo, hii ina maana gani ndugu zangu? Lazima sana au inatupasa sana tuje kusimamia mambo kama ya pamoja kwa ajili ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ndugu zangu, katika mambo ambayo yanaleta athari kwa mambo kama haya, kuamrishana mema na kukatazana mabaya, ni kuifanya umma, jamii kwa ujumla itengemae na watu ishi kwa amani. Hilo ni jambo muhimu sana, kwa umma na watu kuishi kwa amani na utulivu. Hii leo majumba tunayajenga, ukiyajenga lazima uweke milango ya chuma, madirisha ya chuma. Kwa nini hayo yote tunayafanya ndugu zangu katika imani? Kwa sababu umma hujatengemaa. Kwa hiyo haya ukiamrisha mema na kukataza mabaya, itafikia wakati kama ilivyofikia wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilitokea tunadhani kwamba pengine ni jambo mustahil. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Atakaye miongoni mwenu atakuja kuona tofauti kubwa. Vile walivyokuwa kiishi wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunavyoishi hivi sasa ni tofauti kweli. Kwa hiyo haiwezi yakaondoka haya bila kulisimamia jambo hili la kuamrisha na kukataza mabaya. Kwa hiyo amani kwa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Amani ni kitu kinachotayarishwa kiimani. Ndio maana siku zote, na lazima tuseme ukweli, wanapozungumza wanasiasa amani na feli kwa sababu hawaanzi na imani. Kama uko na imani huwezi ukaifikia amani hata siku moja. Ndio maana kuna vurugu nyingi sana huko, kwa sababu hakuna imani. Utapata vipi watu waadilifu? Utapata vipi watu wacha Mungu? Wale ambao hawana imani, hawamwogopi Allah, hawamjui Allah, watamwogopa vipi? Hawamjui Allah, watamwogopa vipi watu ambao hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala? Hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna cha sala wala nini. Sasa ndugu zangu katika imani, kuamrisha mema na kukataza mabaya ndio njia pekee itakayopelekea kuwatengeneza watu wawe na imani. Angalia mfano wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala. Alikuwa jabari, lakini alipoingia katika Uislamu akafundishwa Uislamu, kaingizwa imani katika moyo wake, akawa ni mtu mmoja mcha Mungu sana, bali mwenye kulia pale anapo mnyenyekevu wa juu. Hili ni jambo muhimu sana watu waelewe. Unapotaka kulifikia jambo fulani, lazima uangalie pale unapoanzia, uanzie wapi.
Usitaraji kuyapata mambo hivi hivi tu, kama alivyosema mmoja wa shairi, tarju najata wala mtasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabasi. Wewe unataraji upate mafanikio, lakini ukupita njia yake, njia ya mafanikio. Ni sawa na mtu ambaye anatengeneza mashua au mtumbwi alafu anataka upite nchi kavu. Nabiiullah Musa alayhi salam, Nabiiullah Nuh alayhi salam alipoamrishwa atengeneze safina, alipokuwa anaitengeneza ile safina ilikuwa nchi kavu, hakuna maji. Walipopita watu ndugu zake wale makafiri wakaanza kumdharau na kumbeza. Saona wanasema ushaona kesha kuwa chizi huyu. Haya, wapi na wapi huku utengeneze mashua, itapita wapi? Kumbe alikuwa anaandaliwa kwamba itanyesha mvua kubwa sana, italeta mafuriko makubwa sana, itasaidia hii safina yako. Kwa hiyo ina safina la tajri ala yabasi ni mfano, ni maneno wa zamani wenye hekima wanasema kwamba anayetaka matarajio au mafanikio halafu akutafuta njia zake za yale mafanikio ni sawa na mtu ambaye anatengeneza safina yupo nchi kavu, haitaweza kutembea. Ndugu zangu katika imani, katika kumalizia mada yetu hii, nieleze tu kwamba sasa wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu hasa ni nini? Namba moja ni kukemea maovu, lakini kukemea kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu, kwa kufuata njia za Uislamu. Miongoni mwa njia hizo ni kwa hekima. Allah anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, waite watu kwenye Uislamu, kwenye mafundisho ya Uislamu kwa hekima na mawaidha mazuri. Wakati mwingine tunaweza tukaitafsiri hekima maana yake ni kuwa mtu msamehevu sana. La, haina maana hiyo. Ina maana kila kitu kiweke sehemu yake. Sehemu ya ukali uwe mkali, sehemu ya ulaini na huruma uwe na huruma. Wako baadhi ya watu wanadhani hekima maana yake ni kuwa mpole peke yake. La, ni kuangalia wakati gani fanya unachukua hatua gani wakati gani. Na hayo ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndugu zangu katika imani tumetengana, tumebidaishana, tumeingizana kwenye bid'a, tumeingizana kwenye ukafiri kwa sababu ya kutokuwa na elimu tu basi. Kama una elimu utasema sio kwa ya kweli, utamtia mtu kwenye ukafiri wakati sio kafiri, utamtia mtu katika uovu wakati sio uovu. Na hii kuna mifano mingi, lakini wakati hauturuhusu. Katika jambo hili lazima tuwe na subira ndugu zangu. Subira ni muhimu sana. Lakini katika kila khairi kunatakiwa kuwe na subira. Ndio maana rajulun hakimun alladhi dhakara Qur'anul Karim, Luqman al-Hakim, wakati anamuhusia mwanawe alimwambia ya bunayya, katika ambayo alimuhusia asimamishe sala, aamrishe mema na akataze mabaya. Ilifika kwenye sala la kuamrisha mema na kukataza mabaya, alimwambia wasbir ala ma asabaka, kuwa na subira kwenye kile ambacho kitakachokupata. Lazima ufahamu kwamba si jambo rahisi hivyo. Allah atakupa mtihani, na Waislamu kupata mitihani ni jambo la kawaida, lakini lazima kuthibiti, lazima kuanganga kwenye hiyo mitihani, na ndio utaeleweka Uislamu wako. Al-khabitha min at-tayyib, yule mtu mwovu atajulikana kwenye mitihani.
lazima upite hapo. Ahsiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah anasema kwamba hivi wanadhani watu wataachwa tu? Hawataachwa, waseme kwamba sisi ni waumini, wasipate mitihani. Kwa hiyo katika moja ya mitihani ni hapa kwenye kuamrishana mema na kukataza mabaya. Lakini sisi wenyewe tunaambiwa wasbir ala ma asabak. Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasbir ala ma asaba. Hapa kunahitaji subira kwenye mambo haya. Unahitaji subira hali ya juu katika kuijenga dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau kama utasoma historia ya masahaba walivyopata tabu katika kuitumikia dini hii, wallahi hautalala wewe, utapambana kila siku. Na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakataza kuwabeza na kuwatukana masahaba zake, akasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Lau laiti mmoja wenu atatoa dhahabu yenye ukubwa wa mlima wa Uhudi, hataweza kufikia kile alichotoa sahaba hata nusu yake, bali alisema hata kibaba mud hataweza kufikia. Juhudi zao zilikuwa ni kubwa, walivumilia kweli kweli, waliishi maisha magumu kweli kweli. Kwa hiyo kunahitaji subira kwenye jambo hili. Jambo lingine ndugu zangu katika imani, kuunga mkono hizi juhudi, kuunga mkono mashekhe hawa, viongozi wetu hawa kwa hali na mali. Wewe ambaye umechangia kwa kutoa shilingi 500 kwa ajili ya kufanikisha jambo hili la kuamrisha mema na kukataza mabaya, umepata thawabu kubwa sana. Umeunga mkono juhudi ambazo mashekhe wamezipanga, viongozi wetu wamezipanga. Kila mmoja hapa aliyekuja kuhudhuria kaunga mkono jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Lazima hili jambo tuliunge mkono, na mimi narudia tena kuwapongeza. Sijapata kuona mfano wa kuunga mkono dawa, jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya kama navyoona maeneo haya yenu. Ni jambo kubwa sana kwa hakika. Tuseme alhamdulillah ndugu zangu katika imani. Ni jambo la kujipongeza na kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upo umma umelala kabisa, hakuna kuamrishana mema wala kukataza mabaya. Ile kwenda kusini, ustadhi ananiambia hapa hakuna cha muhadhara bwana, wala hakuna kalima wala darsa. Hebu fikiri, umma usiokumbushwa, umma usiozindushwa, utakuwa ni umma wa aina gani huo? Kwa hiyo lazima tu kwa hali na mali tujitoe. Leo hapa imepatikana khairi kwa hili ambao tunalifanya hapa ndugu zangu katika imani. Mnafahamu ni lipi hilo? Khairi iliyopatikana leo hapa kubwa ni ipi? Mnaifahamu? Katika Uislamu mtu mmoja amesemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun min humuri an-ni'am. Akiokoka kupitia wewe mtu mmoja tu ni jambo la khairi kabisa kuliko mali ya aina yote iliyokuwa na thamani kubwa. Sasa haya yote si kwamba sisi tulokaa huku labda viongozi ndio wamepata thawabu ya yule bwana, lakini wahusie ndugu zangu katika imani, lazima tumlinde. Na kumlinda maana yake nini? Kumfundisha Uislamu, kumtia imani ingie katika nafsi yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametofautisha kati ya Uislamu na imani. Amesha silimu huyo, lakini sasa anatakiwa awe muumini, awe na imani. Misingi 6 ile haifahamu vizuri ya imani. Ameshasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah, kasema hapa, lakini ni ufunguo wa kuingia kwenye Uislamu. Sasa kuna meno ya ule ufunguo, anatakiwa kufungua mambo mengine, aelimisho Uislamu. Ndio maana kuna muamala maalum kwa watu kama hawa.
wanaitwa katika Uislamu almuallafatu qulubuhum. Katika yale makundi manane yanayopewa zaka ni hao muallafatu qulubuhum. Lakini pamoja na hayo ni kuhakikisha kwamba tunamlinda katika Uislamu wake, au usome Uislamu wake vizuri. Nashukuru inshallah kama alivyonibashiria shekhe mudiri wetu Sheikh Ismail kwamba kutakuwa na maeneo maalum ya kuwatunza hawa watu, kuwapa mafunzo maalum katika eneo letu hili la Muleba. Hili jambo ni hatua kubwa sana. Hii ni hatua kubwa sana ambayo inafikiwa maeneo ya Muleba ya kuweza kuwapokea Waislamu wapya. Kwa ni jambo kubwa sana limefanyika hapa. Kwa hiyo niwahusie ndugu zangu kuliunga mkono jambo hili. Jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na kuamrisha mema na kukataza mabaya njia zake ni nyingi mno. Moja hapo ni hii mkusanyiko tunaoifanya kwa kuzungumza mbele za watu msikitini, khutba za Ijumaa, mihadhara, makongamano. Lakini kwenda sehemu kuchimba kisima, kujenga msikiti, kujenga madrasa, kote huko kunaingia katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Niwapongeze sana ndugu zangu katika imani. Niwapongeze sana. Tushikamane na dini yetu hii. Tushikamane na dini yetu hii vizuri sana. Tushikamane na da'wa. Hatujapata nguvu hizi tulizokuwa nazo wallahi isipokuwa kwa kuisimamia dini ya Allah. Na Allah anasema in tansurullaha yansurkum. Kama mtaisimamia na kuinusuru dini ya Allah, basi Mwenyezi Mungu atawapeni nguvu. Tusimamie dini ya Allah na Mwenyezi Mungu atatupa nguvu. Tuna khairi nyingi sana. Tusilalamike, tuchukue hatua. Wako watu juzi waliposikia watu wanachangia mabilioni kwenye mambo yao, wakawa wanalalamika, angalia. La, usilalamike, chukua hatua wewe, changia lako sasa. Wao sio wamechangia mabilioni ndani ya sekunde. Haya leo hapa wewe changia lako ndani ya sekunde kadhaa, usilalamike tu. Wao wanayao na sisi tuna yetu. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.